njia inaonekana dhahiri, mwenye haki anakwenda kudhulumiwa au mwenye haki amedhulumiwa. Mnakwenda kuwadhulumu watu wanaojitoa kwa nafsi, watu wanaojitoa kwa mali. Kwa hiyo msimu huu Simba ikikosa ubingwa, mashabiki hamtalaumu kama misimu mingine. Niseme kwa uchache, lakini natamani kuyazungumza mengi baada ya nini? Ya mechi kwisha. Kwanza lazima niwapongeze wale wote ambao walihusika kwenye mpira kwenye nchi. Moja katika kamati ambayo naipongeza sana zaidi ya sana kutoka moyoni kwangu, kamati ya masaa 72. Imekufurahisha? Yako matendo ambayo walikuwa wanakwenda kuyahukumu yanawaumiza, wanahitaji kuhukumu hukumu nyingine zaidi, lakini kwa ufinyu wa kanuni walikuwa hawana mamlaka hayo kwenda kufanyaje, kwenda kuhukumu. Moja katika hukumu waliohukumu kamati ya masaa 72, Kasimu Mpanda, mwamuzi line 1, alipokwenda kulikataa goli la Simba Zanzibar, kamati ilitoka hadharani na ikaweka press release kwamba lile goli lilikuwa halali, isipokuwa mwamuzi Kasimu Mpanda ameshindwa kutimiliza kanuni, sheria 17 za mpira wa miguu. Maana yake nini? Maana yake kamati kile walichokifanya ndio kanuni zimeishia pale. Leti kanuni zingekuwa zinaelekeza zaidi, mimi naamini kamati ingekwenda kufanya hizo kanuni kwenda kuamua. Kumbe bado liko moyoni mpaka leo wana Simba hilo. Leo leti kanuni za ngumi zingekuwa zinatumika kwenye mpira, basi kuna mechi isingechezeka kwa sababu uzito ulikuwa mkubwa. Kuna mechi ya ligi ya NBC nimeshuhudia, mechi moja nimeshuhudia wabunge 6, mawaziri 8 na mwekezaji juu. Unamaanisha nini ukisema hivi? Mimi nimeshuhudia, na bahati nzuri ile mechi nilikuwa na mdogo wangu mmoja anaitwa Johnson. Guys, yako mengi ya kuzungumza, wakati utafika tutazungumza. Mikoi, hapa kilichokuwa mbele yetu ni kuzungumza mchezo wetu dhidi ya KMC kesho katika uwanja wa KMC. Ni wasii na kuwaomba sana mashabiki wa Simba, tulivyoanza na ndivyo ambavyo tukamalize. Tulianza kwa kujitoa, tulianza kwa kusapoti, tulianza kwa kushangilia, basi pia kumaliza nako tumalize kwa namna ambavyo tulivyoanza. Na moja, kwa nini nasema hivi? Mzee wangu, baba yangu Omar bin Nasoro Mikoi, wakati tunakwenda sehemu moja inaitwa Kiruani kulima, alinambia kuwa makini, uogope mwiba. Kuwa makini, uogope mwiba. Maana yake nini? Japokuwa mimi ni mtu mzima, mwiba ni mdogo, unapoudharau unakwenda kukuchoma, utakuletea madhara. Kwa hiyo nafikiri Simba inaweza kusimamishwa na KMC? Haya ni maneno ya usia. Hivi mpaka Mediale akasema kwamba kaandia kupitia ukurasa wake kwamba hawa walitumwa kuja kuwaumiza wachezaji wetu kuelekea kwenye mchezo wao wa fainali waweze kukosa. Yale matukio wao uliyaona, bila shaka clip zimetembea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Unaweza kuzungumziaje? Nitakuwa nakosea sana kwenda kulijadili hili kwa sababu Ahmed akisema Simba imesema. Ahmed akisema Simba amesema. Simba imesema. Lakini kila mmoja alikuwa shuhuda. Simba na nini? Na Singida. Wewe unasema Ahmed,
Mimi nilisoma andiko la mdogo wangu Abdul Mkeenge, anasema kuna muda mwingine yapaswa wachezaji mulindane wenyewe kwa wenyewe kabla filimbi ya muamuzi hajaamua kuwalinda. Sisi Simba tunaamini kwenye ushindani. Sisi Simba tuna ya kimataifa. Mungu kwenye dunia ameumba vitu viwili tu. Ameumba mwanamke, ameumba mwanaume. Ameumba usiku, ameumba mchana. Ameumba mbele, akaumba na nini? Ameumba haki na akaumba nini? Dhuluma. Kwa maana yake kuna haki na kuna batili. Inawezekana batili mwaka huu ikaenda ikashinda kwenye ligi ya NBC. Hili nitalisema, wala sina mashaka nalo, na ninatamani siku kuna mtu akasirika haya maneno. Nchi inaendeshwa kwa sheria, nipeleke kwenye vyombo vya sheria ili nikatoe ushahidi Yanga ubingwa wao endapo watakaopata wamedhulumu. Kwa hiyo wewe kwenye zile mechi ambazo wameshinda uona zichukuliaje Mikoi? Kwenye mechi kuna kushinda, kuna mechi kuna suruhu, kwenye mechi kuna kufungwa. Mwandishi gani dunia hii atakuja anaweza akakiri mbele ya kamera akasema Yanga hajafungwa na Simba Zanzibar? Mimi hapa. Inawezekana sio mtu wa mpira. Kama kamati ya masaa 72 yenyewe yenye mamlaka imesema lile goli lilikuwa halali. Au ulikuwa Msumbiji kipindi kile? Kwanza Mikoi. Ngoja. Ulikuwa Msumbiji? Nilikuwa Tanzania hapa. Ulikuwa Tanzania? Unakumbuka baada ya mechi kwisha kuna mwamuzi Kasimu Mpanda alifungiwa? Nakumbuka. Alifungiwa kwa sababu zipi? Kwa kushindwa kutafsiri sheria. Moja ipi? Kwani taratibu. Ndio. Taratibu. Yeah. Umesema amefungiwa kwa sababu ya kutotafsiri sheria. Moja unakumbuka ni ipi ambayo ilimshindwa kutafsiri sheria ikampelekea kwenda kufungiwa, ikampelekea kamati itoke hadharani aseme ni kweli kwamba mwamuzi amekataa ile goli lakini ilikuwa halali? Kwa mujibu ya kamati ya masaa 72 ndio ilisema kwamba ameshindwa kutafsiri sheria la kuamuru goli la Simba kuwekwa kati. Hiyo ni kamati ya masaa 72, lakini walikuwa wako sawa kamati. Kwangu mimi muamuzi akiamuru naendana na sawa. Mwamuzi yeye ndo kapewa dhamana ya kusimamia mchezo. Kwenye sheria 17 unaipata sheria namba 5 ndio ilompa mamlaka mwamuzi kwenda kufanya nini? Maamuzi. Lakini tunapotengeneza kamati maana yake nini? Kumkomtoa mwamuzi wakiamini kwamba mwamuzi ni binadamu. Viko vitu vingine vinashindwa kutenda haki. Unakubali hilo? Unakubaliana na mimi Kasimu Mpanda kwamba hakutenda haki katika ile mechi? Niwaombe sana wana Simba. Kesho katika uwanja KMC twende kuisupport team. Mimi naamini kwa namna ambavyo vijana walivyojipanga chini ya mwalimu Steven Becker tutakwenda kupata matokeo. Tukimaliza mechi ya mtani wako dhidi ya JKT Tanzania, unaiona JKT Tanzania akimsimamisha Yanga? Ni ngumu sana kumzungumzia mtu mbaya. Ni ngumu sana kumzungumzia mtu tapeli. Ni ngumu sana kumzungumzia mtu ambaye anakaa kwa kufikiria wadhulumu wenziwe. Ni ngumu sana kumzungumzia mtu ambaye anatumia nguvu nyingi kwenda kuondoa furaha ya watu wengine. Tunaizungumzia Simba na KMC. Lakini so mechi muhimu, hata nyinyi kule kitokea lolote nyuso mnatangazwa kwa mabingwa kama Mikoi. Na wamesema ni Okelo Day. Wanavaa miwani kama ya kwako. Kuna msemo nimechukua huko Makondeni. Na dada yangu Mama Doris aliwahi kunambia. Ndio. Ndugu yangu Baraza kutoka Mwanza aliwahi kunambia, ndugu yangu Baraza kutoka Arusha aliwahi kunambia. Ndege wanaofanana wanaruka kundi moja. Mimi nazungumzia Simba. Naizungumzia timu bora kwenye ligi ya NBC. Moja, ubora wa Simba umethibitishwa na BMT.
kulitii baraza la michezo la nchi. Ni ngumu sana kuzungumzia watu ambao wakikaa kitafakuri. Unajua nikwambie hadithi moja. Rafiki yangu Baraza saa hizi kutoka Arusha akisikia clip anafurahi sana. Nipe hadithi. Kuna muda majina mengine yanadhuru na kuna majina mengine yana faida. Sisi kwenye imani ya Kiislamu Mtume anatuambia waiteni majina watoto wenu majina mazuri, kwa sababu kuna majina mengine ukiyaita huwezi kufanikiwa kwenye maisha. Mfano, mtoto wako unamuita Togopane, mtoto wako unamuita Shida njoo, utakula mchele usiku. Kwa hiyo kuna jina lingine unaita kwa faida. Mimi naamini hili jina la wananchi wanalitumia kwa faida kwenda kwa wadhulumu ambao walokuwa si wananchi. Nawashukuru sana waandishi wa habari.